السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه والصلاة والسلام على النبي القائل من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وعلى آله المتحابين وأصحابه المتزاورين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، سماحة السيد جعفر بن شريف محمد بن شريف سعيد البيض، shekhe wetu wa mkoa, Shekhe Ibrahim Mavumbi, shekhe wetu wa mkoa wa Mwanza, ndugu yetu, pamoja na kuwa ni shekhe wa Mwanza, lakini pia mapenzi yake yamejikita Tabora. Allah mlipe kheri. Naam. Kakaangu Sheikh Shabani, mwenyekiti wa maimamu na imamu wa msikiti wetu mkuu wa Jamia, msikiti wa Ijumaa Dongoni, shekhe wetu wa wilaya, naomba nitosheke na hao. Upande wa siasa tunatambua uwepo wa mneki ndugu yetu Muhammad Nasr Hamdani Shaeli ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya mabasi NBS, lakini diwani wetu wa kata hii ya Chemchem ndugu yetu Sheikh Bandora yuko hapa. Wengine wote mmetambulishwa. Naomba kwa ajili ya kuchunga muda tuishie hapo, si kwa kuwadharau, lakini ni kwa sababu alwaqtu kasaifi in lam taqta'uhu qata'aka. Kwa hiyo itoshe. Nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Muumba wetu Jalla fi'ala aliyetujalia wana Tabora kuwa na fikra njema ya kufanya jambo halijapata kufanywa katika miaka mingi ndani ya viunga vya manispaa yetu Tabora na mji wetu mzima wa Tabora, kwa maana mkoa wetu. Tushukuru kwamba ndugu zetu wa Nzega wametutangulia kwa jambo kama hili, wamelifanya kwa muda mrefu, lakini Nzega ni watoto, sisi ndio wazee. Sasa jambo likifanywa na watoto kama halikufanywa, kwa kuwa sisi ndio wazee, tukilifanya sasa jambo limefanyika Tabora. Waniradhi ndugu zangu wa Nzega, si kwa tasghir kwa yale makubwa walikuwa kiyafanya, lakini pia kujionyesha sisi kwamba tulikuwa ni wazee hovyo, sasa tumeamka. Kwa hiyo pamoja na kusema hivyo, lakini na sisi pia kama wazee tumejikosoa. Jambo hili wana Tabora wote waliopo hapa na wale watakaokuwa wanatusikiliza, kwa aina yoyote ya kulichukulia jambo hili bisuratin ihtiqariya, kwa sura ya kubeza, tunakuonea huruma
maulidi ya Habshi na Alu Baalawi ni vitu au ni jambo la kuogopa kama unavyoogopa ukoma, ugonjwa huo. Na yoyote mwenye kulijali, faalqa laha inaya faika, akalipa juhudi zake, wakati wake. Nataka niseme la yadhillu wala yashqa, hawezi kupotea wala kupata tabu kwenye maisha haya. Na tumewaona wanaofaidika na Alu Baalawi na maulidi hizi za al-Habshi. Ndugu zangu, haikuwa bahati mbaya wala haikuwa ni jambo la kawaida sisi kulileta hili jambo hapa. Tunataka kunusuru mji wetu, tunataka kuuleta pamoja mji wetu, tunataka kunawirika katika mji wetu, tunataka an-nuzila ash-shahna wal-baghdha wal-adwa' al-qalbiyya min sudurina wa anfusina. Tuondoe vitu vyote, na njia nyingi zilifanyika hapa, tena kubwa, mpaka ngamia alichinjwa hapa, lakini lam taltaqi nufusu ala wahdatiha. dhubihat naqa wa dhubiha aljamalu lam yakun sababan litaallufi fabaqiyat alfarqatu ala haliha. Tulibakia katika, bado kuna watu walibeza kwamba mtachinja sana ngamia hamtopatana, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa harufu tu ya kufikiria maulidi ya Habshi, badaat alqulubu tataalaf, zikaanza nyoyo zenyewe zinaungana. Sisi jamani, Tabora tunaweza sasa tukawa mfano wa Tanzania kwa umoja wetu. Wa man shadha shadha fi nar, atakayekwenda nje ya kanuni basi wake ni moto. Wa na'udhu billahi ta'ala min dhalika. Pamoja katika watu wa nahwu wanasema likulli qa'idatin shudhudu, kila kanuni kuna vitu vinaitwa shadha, havikubali kuingizwa irabu katika sarfu, havikubali kusarifika. Sasa kuna watu hawasarifiki, hao watabaki ismullahi la yansarifu, atabakia huko huko, lakini wanaosarifika lazima waingie katika kikapu, tutakuwa nao. Sisemi sana, namalizia. Ile aya siwezi kuitafsiri, nikitafsiri nitainyima haki yake, lakini Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmi. Sayyid, miongoni mwa waliohuisha jambo hili ni mimi nduguyo. Nilipata fikra baada ya kuona vijana waliopita katika mashrab zetu hizi za al-Habshi, tukaona kama wameingiwa na hali fulani ya udhoofu, kwa sababu unapokuwa katika ulevi wa jambo alafu kafika kile cha kukulewesha hakipo, unakuwa katika hali ya mazonge, hauko sawa. Tulivyowaona nikaona sasa muda umefika, watendaji wapo. Mtu wa kwanza kumfikishia jambo hili kakaangu Ali Kondela. Simama Shekhe wa Konde. Huyo la yakhafu fillahi lawmata laim. Ukileta mzaha katika
kwani mtume hakuwa na watu wa aina hii? Alikuwa nao. Kuna watu walikosa kukatwa shingo na Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Mtu wa tatu alikuwa ni shekhe wetu wa wilaya, Sheikh, naweza kusema ndiye aliyenichagiza, kwa sababu mimi nilikuwa bado narudi nyuma. Yeye akasema, kwa nini shekhe jambo hili walichelewesha, una shida gani? Yeye ni rajulun miqdamun, sio midibar, ni mtu anayekwenda mbele kwenye jambo, harudi nyuma. Lakini kaka yetu Shaaban bin Salim, baada ya kumfikishia kwa pamoja, kwa kweli alikuwa ni mlezi bora, na alipoona hili pia anachelewa, ni katika watu waliochagiza kuweza kulizindua jambo hili kwa mara yetu ya kwanza, na sisi kwa pamoja tukauamsha mji, tukawaalika watu kwanza tujione twaweza kwa hadhira hii kumleta Sayyid Sharif Alimul Allama aje hapa, na sisi tuko mafunzoni. Tukaona kama kukosea tukosee wenyewe, tukalianza wenyewe. Sikumbuki tarehe, lakini miezi 4 hivi iliyopita, kama si 3, jambo likawa kubwa, likapendwa sana katika mji huu, lilihudhuriwa na watu kuliko hata hawa nadhani, au kama hawa. Na jambo hili mwenyewe Sayyid uliliangalia, na kwa taarifa ulionipa uliliona likiendelea, hadhara tulifanya hapa, na tukatangaza siku hiyo kwamba jambo hili lina wenyewe, lina asili yake, na wenye asili ya jambo hili ni familia Ahlul Bait Rasuli sallallahu alaihi wasallam, ni watu wa nyumba ya Mtume watakuja. Tukamtuma shekhe wetu wa wilaya aende Kahama akaonane na Sayyid Jaafar. Alikwenda. Sayyid aliposikia habari hizi akasema, wallahi Sheikh Bega nilimuona na taarifa, tutakupeni tarehe, tutalifanya jambo hilo hapo Tabora. Shaat al-aqdar wa darat al-ayyam hatta hana waqtu hadha au hadhihi al-munasaba, mpaka wakati wake umefika. Sharifu kaingia mjini. Baada ya kuwa tunaendelea na jambo hili, na kabla ya Sharifu hajaja, tulimshirikisha shekhe wetu wa mkoa. Yeye ndio mlezi wa mkoa, yeye ndio kiongozi wa mkoa, ya kwamba tuna jambo hili, naye akawa na sisi mpaka hatua hii ambayo tumefikia. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa vijana wanapiga rufu, vijana wa Sharifu wawili, na Sharifu amekwenda Baitur Raha, alinifahamisha shekhe wangu, shekhe, ya mambo makubwa shekhe, mimi kwa sijaona haya shekhe. Nikamwambia, sasa haya yavae, usiache haya, sasa wewe ni mwenyewe. Sijui nimeeleweka vizuri. Niwaambie ndugu zangu wote mliokuja hapa, wote, kila atakayeondoka hapa kama na madeni, bye bye. Jalla jalal. Sallu ala nabi. Kama kuna ugomvi wa kinyumba ndani ya nyumba, umekwisha. Ndugu zangu, niwaambieni, na samahani Sayyid,
natoa jambo ambalo sikupaswa kulitoa, nilitoa. Mimi nimeugua mkono muda mrefu sana. Nimeshakwenda mpaka Muhimbili, nishaingizwa kwenye ile inaitwa MRI, nimefanyiwa kila aina ya tiba, mkono haupoi. Nisumbuka sana kwa muda mrefu. Ndugu yangu Mheshimiwa Mleke anajua, na yeye pia akapatwa na mtihani huo, tukawa tuko pamoja tunaugua mikono. Wallahi nakwambia, niko na gari ya Said, tuko pamoja. Hasa naona wenzangu mara ukashika maji, ukashika nini, ukashika, imekuwa shughuli kubwa. Mswali Mtume mwingine anataka Sharifu hata atie na miguu kwenye maji ili ayanywe, atie mbali mikono. Sasa kasema mimi nitakuja kuwa mgeni wa nani? Nimo ndani ya gari. Mambo haya yana shekhe alipewa kapewa. Kamwambia shekhe, nakuomba kabla hajashuka hapa, kama shekhe, hebu shika bega. Hebu shika bega ili. Sallallahu alaihi. Akamwambia linaniuma. Nauma kweli shekhe, shika bega. Sema maneno. Niombe hivyo. Tulikuwa na shekhe hapa. Shekhe akashika bega. Wallahi ajabu amani shekhe wangu. Nimemwambia bega limepoa. Miaka 3. Wallahi shekhe. Swaleni Mtume nyinyi. Bega limepoa. Nawaambieni kweli, hili limetokea muda huu. Sasa niwaambie wote mliokuwa hapa, min alfaizin, na waliokuwa nje hapa min alkhasirin, hasa wale waliojua wakafanya inadi. Wale ambao hawakujua la yulamu alaihim, kama hawakujua, rabbana la tuakhidhna bima nasina au akhtana. Lakini wale ambao hawakusahau wala wanafanya makusudi, kuna watu wanapenda kubeza mambo ya kheri. Shekhe, usione tunaugua, usione tunamesha magumu, tunabeza sana kheri, tunadharau sana mambo ya Muumba. Mwisho ni shukuru kwanza, sijakasahau. Kwanza wote nawashukuru, lakini nawashukuru bil akhas shekhe wetu Selemani. Simama shekhe, tunakushukuru sana shekhe. Allah akupe kheri. Uzuri nimekutambulisha kwa Said na amekuombea dua. Mwenyezi Mungu atakupa kheri sana. Huyu shekhe kabeba hili jambo kwa asilimia kubwa, na siwezi kusema ilikuwaje, lakini kwa sababu ista'inu ala injahi alhawaij bilkitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Sisi tuache kwamba Sheikh Suleiman, Mungu amlipe kheri, na shekhe wangu ameniahidi Said Jaafar kwamba ataendelea kumwombea dua hata kwa aliko. Na Sheikh Suleiman, tunatangaza hapa kama nilivyokuambia Said, jambo hili leo tunalizindua rasmi. Naomba mshukuru pia ndugu yetu Meki, kakaangu. Mwenyezi Mungu akulipe kheri, kafanya makubwa, kila mmoja alichukua area yake. Shekhe alichukua makulati wa mashurubati ala muntaha alkamali waljamali sataakuluna hatta tatkhamu. Takula sana msitabiliwa pale kwa vitu hapa. Shekhe kufanya mchezo, kachukua upande ambao umechukuliwa na watu wengi, lakini katika sehemu kubwa logistic ya mambo ya
hizi rihilati zetu, ametuwafara lana wasaila mutaaddida lirukubi, nyingi tu wasaili, kasoro ndege tu. Pia tungetaka angetupa tiketi. Wangu mzee wetu ataondoka hapa, hakuna longolongo, taondoka, kuna kelele hapa. Tukifanya mambo yetu hapa, tupigane ngumi, tugombane, mambo hayaendi. Lakini leo hapa tunaondoka wote hali ya kuwa farhanin, masrurin, mustabshirin. Hakuna hapa deni, wala hakuna hapa kutafuta sisi tuchangishe. Hatuchangishi mtu hapa, habari zimekwisha. Lakini kuna wengine ambao siwezi kuwataja, waliotusaidia kwa namna moja nyingine, lakini wanakamati wote waliofanya kazi vizuri, kina mama, Mwenyezi Mungu awalipe kheri sana. Mimi sina kawaida ya kusifu mke hasa mbele ya mala, mbele ya umma, lakini hii shughuli imefanywa na mke wangu mimi Bi Khadija. Naam, imefanywa na mke wangu mimi Bi Khadija binti Nasr Bunduki. Amefanya habari hizi na kayafanya haya, hakupewa hata shilingi. Amefanya haya mapambo yote unayoona ibtighaa mardhatillah. Basi Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri. Yeye ni naibu meya, Allah ajalie mama impendeze, ampe mkuu wa mkoa. Swali ni mtume nyinyi, inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Hivyo ndivyo ninavyohitimisha maneno yangu, lakini nirudi hapa. Patashughulikiwa jambo la uzinduzi wa maulidi hii, na waomba ndugu zangu mliokuwa hapa wote, kakaangu Medi, katibu wangu na mwenyekiti wetu wa msikiti Ibadhi, na ndugu zote mliokuwa hapa, diwani, naomba hii maulidi tuibebe. Tuko hai sisi mashehe au tumekufa, isije ikafa, irithiwe hii. Mheshimiwa, mtaa huu kwenye taa ile inawaka pale ni nyumba yangu. Mbele yake kuna nyumba tumenunua Sheikh Kabeke, karibu milioni 40 imenunuliwa nyumba pale. Ile nyumba Sheikh ndugu yangu Medi Mbesi, ile nyumba nilikuambia kuna maahad, kuna kituo kinafunguliwa cha madrasa. Ile nyumba tumeihasis kwa ajili ya twarika ya Sheikh, yani shughuli za pale ni za Sheikh. Ile Ali Baalawi, twarika alawia pale itakuwa ndo markazi yake pale, sawa Mimi ninayo nyingine kazi yangu ya kufanya, nayo maahadi nyingine najengewa kule, lakini ile itakuwa ni ya shughuli za haya mambo ya mzee wako Said Jaafar. Kwa hiyo naomba leo utambue hilo. Na Mheshimiwa Said, kule tuna fikra ya kujenga, na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tufanyie pesi. Vijana hatukusudii, hawa wengine wako katika vituo, wapo wanafanya vizuri na wanalelewa, na sisi tunawasupport huko waliko, lakini watakuja vijana, kwa sababu wengi wanahitaji kuja kusoma katika twarika hii, nafasi ya kule. Lakini vijana wetu wa Tabora, Sheikh Mavumbi, na kuomba mwakani utusomee mlango wa kwanza kama Sheikh Kabeke. Hudi ni mtu wa aina yake, lazima tumpe nafasi yake na tumpe sifa yake. Huyu ni mtu mwingine katika watu waliopata kutolewa na mama zao, akaja na namna yake, na hii namna hakuipata hivi hivi. Huyu kawalazimu sana Masharifu kwa muda mrefu, ndio maana hachoki, kila siku ni mtu wa shughuli.
mpaka wakati mwingine utasema bwana tusame, hatuwezi kumshiriki na mambo yake, ni mengi. Kila kukicha limezuka jambo tena la maana, mpaka unashangaa huyu bwana anayafanyaje haya majambo, na analala muda gani na inakuwaje? Alikuwa na safari ya mikoa karibuni 4, karudi juzi tu. Mambo yake ni makubwa. Sasa sisi tuseme umeweza kusoma mlango wa Maulidi hapa, utafikiri ulizaliwa Lamu, lakini yote ni kuwarafiki wale wakubwa, maahbab, maashraf. Allah kulipe kheri. Kakaangu Sheikh Mavumbi, naomba na sisi siku moja na sisi tabaruku. Sheikh wetu wa wilaya alijifunza mlango wa kwanza, lakini sikaishia wapi. Kwa hiyo itaomba na wewe tukusikie siku moja. Kwa hiyo mimi nadhani niishie hapa kwa sababu ya muda. Nikupe shekhe walete mashekhe zetu, sijui kama nitakuwa nimesahau baadhi ya mambo. Niko sawa? Haya, inshallah. Muhammad Allahu akbar. Barakallahu fiik Sheikh. Nafurahi kwa maelezo mafupi ya Sheikh wetu Sheikh Muhammad Mbeya. Inshallah Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri. Wakati nimemleta Sheikh Kabeke na atoe salamu zake kwa mukhtasar, nina mambo mawili ambayo nilikuwa nimeyasahau. Jambo la kwanza, nimekumbushwa kuna zawadi maalum ambao zawadi hiyo imeandaliwa kwa Sayyid Jafar, na aliandaa zawadi hiyo ndugu yetu Bwana Muhammad. Bwana Muhammad yuko wapi? Sheikh Muhammad yuko wapi? Basi popote alipo, ametoka kidogo, lakini aliposikia ujio wa Sheikh Jafar, kwa hiyo akawa ameandaa zawadi. Mwenyewe sijui ni zawadi gani, lakini nitaomba wakati Sheikh wa mkoa wa Tabora, Sheikh wetu Sheikh Ibrahim Mavumbi anamkaribisha Sayyid, basi pengine amkabidhi hiyo zawadi kwa niaba yetu sote. Baada ya kumkabidhi zawadi, basi Sheikh atakuwa amemkaribisha na atoe nasaha. Nisahau pia kumtambulisha, sikusahau, nilijua amesimama mwanzoni, tumemjua Sheikh Juma Ali Farhani, imamu wetu na Sheikh wakati yeye ndio katukaribisha mwanzoni. Kwa hiyo sitaka kumtambulisha tena, lakini basi kapata bahati kwa kuwa tuko kwake, basi kwa salamu tu inshallah. Asante. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amezungumza mwanzoni katukaribisha, mashallah, na amefanya jambo kubwa hapa, kamuinua shemeji yetu kule kama alivyofanya Sheikh Mbega. Ni bahati mbaya wengi wamesafiri, wote wamesafiri. Niko peke yangu, na maana hata Sayyid hakupata nafasi ya kuja nyumbani. Hivi nyumba imefungwa kule. Basi inshallah. Basi nichukue fursa hii sasa kumkaribisha Sheikh Kabeke.